بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea pale tulipofika jana katika sura As-Saffat. Tulikuwa tunazungumzia aya za 27 na 28 na 29 na 30, na kwa kupitia mbio nasema hivi: A'udhu billahi minash shaitani rajim. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. نسمع آية 27 آية 25: ما لكم لا تناصرون. Watapokuwa tena hawezi kusaidiana isipokuwa kulaumiana tu. Tasaidianeni mbele ya Mwenyezi Mungu katika kujibu maswala, hawezi. Wamesalimu amri. Bal ma lakum la tanasarun, mbona hamkai mkafanya lolote? Hamwezi kimya. Ma lakum la bal humul yawma, bali hawa leo mustaslimun, wamesalimu amri. Watasalimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu, wakubali na kukiri makosa yao, wakubali kwamba sisi tunastahili kupata adhabu yote hii. Lakini sasa mbele ya Mwenyezi Mungu hawezi kusema neno, vichwa chini. Kwa nini hawezi? Hofu kubwa. Lakini wenyewe kwa wenyewe waliokuwa wakipotezana na kuingizana katika nini, katika dhalal, upotofu, walikuwa wanajibizana. Qalu, walisema wale madhaifu, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, kwa hakika nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia, upande wa kheri ule mkitujia, mkiabadilisha na maneno ya shari, mkawa mnatulazimisha tufanye shari, mkija kutuvunja nguvu tusiweze kufanya mambo ya kheri, mkataka tufanye nini? Kufuateni nyinyi, tuwe wafuasi wenu katika upotofu, mwazaweni katika nini? Katika kuto kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya haki. Qalu innakum, hali yenu nyinyi ndio wakubwa zetu, mabwana zetu, maamiri wetu, masultani wetu, maamrisho kutoka kwenu kwa ukali ili sisi tukufuateni. Kwa hiyo sisi naona sababu hiyo, nyinyi ndio mlitupoteza. Sasa hivi tunakwenda kuangamia kwenye moto. Huko mshakiri tumefanya makosa, lakini wenyewe kwa wenyewe, baadhum ala baadhi, lazima panakuwepo nini? Majibizano na mashambuliano. Sasa wale wadhaifu wanaambia wale wakubwa zao, innakum kuntum ta'tunana, mlikuwa mkitujia kwa kila njia kwa ili mpate kutupoteza. Anil yamin, na tumeeleza jana urefu nini maana yake yamin. Mambo ya kheri yote yanakuja katika nini? Qaul al-yamin. Qalu, na watajibizana na hawatanyamaza kimya. Almustakbirina, wale takabbar, wale walikuwa na pawa juu yao kuwalazimisha, isipokuwa wao wenyewe walikuwa nini? Wako tayari kufuata, na wao wanatoa dalili zao na wanajitetea hao. Sasa hivi lobakia hakuna dhaifu, hakuna mutakabir. Mabwana zao na madhaifu wote hali moja sasa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ubwana duniani hapa, kila mmoja kunyenyekea tu amri ya Mwenyezi Mungu. Wa maonevu duniani hapa ni kuchukua yule alionewa haki yake kwa mwenye kumwonea. Lakini kwa wote katika upotofu, haki gani walikuwa nayo? Wote wamepotoka katika ushirikina, kwa hivyo hana haki.
na katika kujitetea wao nao wanasema ukweli wao pia. Qalu bal lam takunu mu'minin, qalu bal lam takunu mu'minin, walisema wale wakubwa kuambia wale wanyonge, bali nyinyi wenyewe lam takunu mu'minin hamkuwa watu wenye kuamini, yani hamkuwa katika nini imani. Na dalili kwamba hata kama mngelikuwa katika imani tungeweza kukubadilisheni. Nyinyi mlikuwa mnangoja basi mtiwe ufunguo tu mwanze kucheza, lakini nyinyi upotofu hasa ulikuwa umekujaeni. wama kana lana alaykum min sultan, wama kana lana alaykum min sultan, hatakuwa sisi juu yenu nyinyi kuwa na mamlaka, yani sisi hatakuwa wenye mamlaka juu yenu, wenye sultan, wenye power juu yenu, wenye amri juu yenu. Kwa maana sultan sultan nguvu, power ya kuweza kufanya jambo au kusema jambo likatiwa na kutekelezwa, jambo amrisho likatiwa. Kwa hiyo maana sultan. Kwa unaposikia sultani wa nchi ni mfalme, anatoa amri kwa raia wote, amri yake. Sultani nyingine isiyokuwa nguvu, power, ni power ya maneno, hoja. Kwa hivyo na burhan, uthibitisho na hoja, ili nini? Uthibitishe yale unayosema wewe ndio ya haki. Kwa hivyo yule anayesikiliza akafuata, ikiwa sultani ya nguvu atatekeleza analotaka, basi na moyo wake umenyonga, siko radhi yake. Sultani ya hoja atatekeleza analotaka, lakini yeye maridhio, ameridhika. Shetani aljin na shetani alins, naye mwenyewe sehemu tatu zikishirikiana, shetani kuu, babu kubwa wa shetani jini, na binadamu anakuwa khabisi mpaka anakuwa shetani al-insi naye. Halafu huyu anakuwa analeta taathira yake juu ya yule mnyonge, akaweza kumdanganya na kumlaghai, akamfuata anapotaka. Lakini mwenye moyo thabit juu ya imani yake na kusikia ile haki na kuiona akina kuifuata, hakuna nguvu yote ya kumshinda, la sultani wa qahr wala sultani wa burhan. Qahr ya nguvu kwa kupigwa na kutiwa jela na hata, wala sultani ya burhan kwa uthibitisho wa kiakili kwa maneno na hoja, la hivi wala hivi. Lakini wao walipojitetea wakubwa wakasema, wama kana lana alaykum, juu yenu min sultan, hatujawa na power yote, power ya kukidhihirisha, kukulazimisheni kwa nguvu, au power ya kubainisha kwa hoja, ikawa hoja yetu ina maana. La abadan, la hivi wala hivi. Bal kuntum qauman taghin, bali nyinyi wenyewe mlikuwa kaumu wa upotofu. At-tughyan ni upotofu wa mtu mwenye kufanya makosa. Al-mujrim, mujrimin ni wapotofu wale kufanya makosa yenye kustahiki kwenda kwenye moto. Kadhalika tughyan, wenye kufanya upotofu wa kustahiki kwenda motoni. Maana yake taghin, at-taghiya wa at-taghut, shetani, na wale kufanya maasi hali ya juu kabisa ya kumpeleka motoni milele. Kwa hivyo hapa wanajitetea, na jana tumesoma ile aya, shetani anapohutubia, shetani wa kweli anapohutubia katika sura Ibrahim, anapohutubia watu wa motoni baada ya kupitishwa hukumu na motoni wa peponi, wanasema sisi hatujawa na nguvu juu yenu, hatujawa na sultan alaikum illa an da'awtukum fastajabtum li. Da'awtukum, tumekuiteni. Na hii da'wa hii ni sultani ya burhan ilikuwa hafifu, dhaifu sana, haina nguvu. Haina nguvu kwa sababu step ya mwanzo ya sultan hoja ni kutoa rai ya kuweza kukubadilisha fikra zote ulizokuwa nazo katika akili yako, ukakubali katika hizo fikra zangu ndio sahihi.
ukazipindua ukazigeuza fikra zako zikawa fikra zangu ndo zenye nguvu juu yako, ukatekeleza ninakwambia. Hii ni burhan. Hatujawa hata hiyo fikra ndogo hatakuwa nayo sisi. Makana alina min sultani illa an da'awtukum. Sultani yenyewe step ndogo kabisa, sultani kukuiteni kukaribisheni. Da'awtukum, haya njoni huko, mkafuata mbio kwa mkururu. Illa an da'awtukum fastajabtum li, mkanijibu mkatekeleza. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zenu zilikuwa tayari, basi mnangojea kama kushtuliwa tu mkafanya. Leo mngelikuwa na imani mngelikataa. Bilali kafanywa nini? Kaadhibishwa, kawekewa jiwe zito juu ya tumbo lake, kwenye jua mgongo wake unaunguzwa na mchanga, umoto wa mchana wa siku za joto. Haya yote yale na huko ahadun ahad. Hamkuwa na sultani juu yangu nyinyi, mtamiliki mwili wangu tu, lakini moyo wangu hamupati. Moyo wangu utaendelea kusema ahad hata nikitoka roho. Hii ndio nini? Kwamba hamna njia la kuniadhibisha, niadhibisheni, wala kwa njia yote ile kwa fikra zenu, la kaini na upotofu wenu kama sanamu ya kusaidieni kesho siku ya kiyama. Si ndio manake? Kwa hivyo waliokataa akina Bibi Sumaya na mumewe Bwana Yasir na mwanawe Ammar wameadhibishwa na kina Abu Jahil mpaka amechoka. Bilal ameadhibishwa na Umayya ibn Khalaf mpaka amechoka. Akina Khubayb ibn Sanan na wengineo waliteswa mpaka akachoka. Kuna wengine walinyang'anywa mali zao zote. Akina watu wanani hawa, Suhaib Rumi na wengineo mateso walipata watu wa Makkah, na wamesimama katika dini yao, wakafuata wakahajiri, wakaenda zao mpaka Uhabeshi, wakakaa kule mpaka ilipokuja nusra tena kuhajiri tena, ndio kawa ni dola la Kiislamu iliyoanzishwa kutoka Madina. Lakini Makkah mateso ya miaka 13 walikuwa na nyoyo dhaifu, ilibidi watoke au wakabakia na imani moyoni tu, lakini huko hawezi kutekeleza yale yanayotakikana. Lakini hasa ilivyo hasa ni kwamba wale watu wenyewe walikuwa wenyewe wako tayari, hawajawa waumini wao. Qalu bal lam takunu mu'minin, hamjawa nini? Hamla wenye kuamini, nyoyo zenu zilikuwa za upotofu, mlikuwa mnangojea mwito tumfuate. Wama kana, hapa hamjawa waumini, ina maana wepesi kudanganyika, au sivyo? Ikiwa wepesi kudanganyika, tunasema hatujawa na nguvu ya zaidi sisi juu yenu. Wama kana alaikum, hatujawa juu yenu na sisi juu yenu nyinyi kuwa na nini sultan, mamlaka au nguvu, bali isipokuwa kuntum qauman taghin. At-tughyan, upotofu. Nyinyi wenyewe mlikuwa watu wapotofu. فحق علينا قول ربنا قول ya Mola wetu imehakikishwa au imethibiti, iko thabiti yetu sisi. Inna ladhaiqun, inna hakika sisi, la na lamu ya kutilia nguvu bila shaka, hii lam fatha la peke yake ni bila shaka. Inna, hakika sisi, hakika katika inna, na la lam fatha la bila shaka, dhaiqun wenye kuonja. Angesema nahnu dhaiqun, sisi tutaonja. Nahnu dhaiqun, sisi tutaonja, nyepesi, haina uzito wote. Inna dhaikun, hakika sisi tutaonja. Inna la, hakika sisi bila shaka. Hakika na bila shaka uzito ndio uzito. Inna la dhaikun, hakika sisi na bila shaka, hiyo tu hakika tu. Dhaikuna yani dhaikun, tutaonja. Tutaonja nini? Adhabu ya motoni. Inapokuwa mambo yote safi kabisa, clear, mshafahamika, la sasa ndo moto tayari kweli. Inna ladhaiqun. Kwa nini? Kwa sababu sisi kwa taghin kweli, wapotofu wenye kustahiki moto wa milele. Kwa hivyo hapa haqa alaina qawlu rabbina, yani amri ya Mola wetu alioitoa imshatoa sahihi tayari, kwa hakika linatokezea hili jambo.
jambo gani? Laqad haqqa alqawlu minni ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني لكن حق القول مني نعم يشفيت نحقي لازم يجندك قولي كتوكم ميمي لأملأن جهنم وحقيقة لام يفتح بلا شك تتجازى جهنم من الجنة majini wanasi na watu ajma'in wote kwa pamoja. Hiyo ndio kauli yenyewe. Kwa hivyo hapa tunaposema fa haqqa alaina qawla rabbina, kwa hivyo imekuwa haki hukumu ya Mola wetu mlezi imekwisha thibitika kwamba lazima jambo hili litendeke. Kwa hivyo sisi tunasubiri adhabu, ndio maana yake lazima tunasubiri nini? Adhabu. Na tunaposoma katika Yasin aya 7 tunakuta hiyo haki kauli ya Mwenyezi Mungu ya haki ni nini? Laqad haqqa alqawlu laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Bila shaka kauli nini imekwisha thibiti ya Mola juu ya wengi, ala aktharihim, juu ya wengi wao, kwamba wao la yu'minun, hawataamini, na kwa hivyo adhabu ya motoni nasubiri. Kwa hivyo hapa pia adhabu ya motoni nasubiri. Kwa hivyo hapa ndio kaeleza inna ja'alna ala anaqi nini, zaendelea kueleza hiyo haki yenyewe ya Mwenyezi Mungu katika aya 8 na 9 sura Yasin. Kwa hivyo hapa fa haqqa alaina qawlu rabbina, wallahi tunastahiki amri aliyotoa Mola, utekelezaji wa amri aliyotoa kwa kutiwa katika adhabu tunastahiki. Ishapita, ishathibiti, na Mola haturudi nyuma, na kauli yake akitoa ndio kishaitoa. Kwa hivyo tumekwisha kila njia haka kaulu alaina. Hapa i'tiraf, wanakiri wenyewe kwamba sisi tunastahiki adhabu, na wanakiri kwamba adhabu sasa hivi ndio itakuja, wanakubali. Na kwa hivyo hapa ndio dalili ya kuonesha kwamba adhabu inaanza. Na ikiwa wanakubaliana wenyewe hakika, na bila shaka tutaionja tu adhabu. Fa aghwaynakum inna kunna ghawin. Naam, katika kulaumiana baadhum baadha, mwisho taishia mukhasama walikuwepo na khasimiana na kulaumiana, mwisho alienda kwa Mwenyezi Mungu. Tutapiga kelele bure sote, si adhabu, lakini haki ishapita. Haki kaulu alaina, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu ishapita. Kwa hivyo hapa waliposema fa aghwaynakum inna kunna ghawin, fa aghwaynakum wanasema ni nani? Wale waliotakabbar, wale wenye amri. Sisi tukakupotezeni. Aghwaynakum manake nini? Da'awnakum ila dhalala, tumekuiteni, tumekukaribisheni, tumekuleteni nini? Makaribisho ya nini? Ya upoto, katika upotofu, na nyinyi mkakubali kufuata. Tumekuita da'awtukum da'wa, hii aghwaynakum manake da'wa yenyewe ile mwaliko, tumekualikeni katika riwaya. Na riwaya hapa fa aghwaynakum katika nini? Tumekuteni katika dhalala, na dhalala ni upotofu ile. Hapa maneno ya upotofu umetumika nini? Taghin, aghwaynakum, sawa yote haya takriban maana ilikuwa nini? Mujrimin, wakosefu, wenye kufanya makosa. Haya yote maneno yanatumika kwa ashabun nar. Ashabun nar maneno haya yote ndo yao haya. Taghin, tughyan, aghwaynakum فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين، أو كما قال الله، أو كما قال إبليس kumwambia Mwenyezi Mungu, kwa hapa kwa utukufu wako Mola nitapoteza wote. Na akaambia ibadi huna sultan alayhim.
laysa laka sultan alaihim, ibadi waja wangu wananifuata mimi, una chochote cha kuweza kufanya. Akaatarifu akasema basi mimi nitapoteza wale sio ibada, wale sio ibadu, sio waja wako wapenzi, hao nitapoteza ajma'in wote, ila ibadaka minhum almukhlasin, almukhlasin, wale walikuwa na ikhlas juu yako, wale sio wezi wale, hata nikifanya nini sina hoja, sina nguvu yote kuweza. Inshallah tuwe katika hao sisi ambao nini shetani asiwe na hoja wala ujanja kuweza kutupoteza inshallah. Kwa hivyo hapa fa aghwaynakum, tulikupotezeni. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu inna, hakika sisi, kunna, tulikuwa, ghawin, wapotovu. Nahnu kunna ghawin fa aghwaynakum, biashara yetu ghawaya nini? Kupoteza watu. Kwa hivyo tumekuonesheni biashara, mkapenda mkafuata, fa aghwaynakum. Kwa hivyo tukakupotezeni. Kwa nini? Tukakupeleni katika dhalala, katika upotovu, katika giza cha upotovu. Na sisi ndio tumebobea katika mambo hayo. Wanakubali wenyewe. Fa aghwaynakum, inna, hakika sisi, kunna, tulikuwa, ghawin, wapotofu na wapotezaji. Wapotofu na wao wenyewe wamepotea na wanapoteza wenzao. Inna kunna ghawin, sawa. Fa innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun, fa innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun. Fa, basi, inna, kwa hakika, hum, wao, tazama neno moja tu, fa, basi, inna, hakika, hum, wao, neno moja, basi wao, fa innahum yawma idhin, siku hiyo, fil adhabi, katika adhab, mushtarikun. fa innahum fil adhabi mushtarikun, wote watakuwa wameshirikiana. Ishtaraku fi dunya wa yashtarikuna fil akhirah, wameshirikiana katika upotofu na kupoteza watu na kuwatia watu katika njia ya kuasi. Kwa hiyo wasema wote sisi tutakuwa nini? Tunashirikiana katika adhabu, hakuna atakayetoka, wote pamoja. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin, inna, hakika sisi, kadhalika, ndo hivyo, naf'alu, tunafanya, bil mujrimin, kwa wafanya makosa. Kwa hivyo maneno matatu yote yametumika hapa mbele. Nini? lam takunu mu'minin, hawa walikuwa qauman taghin, walikuwa nini? Ghawin, taghin, ghawin, mujrimin, ibarat za watu wa motoni, sifa zote zao hizi. Na katika majibizano haya na malumbano ya maneno, na huko wanateketea pia. Kama ukienda katika sura Luqman, inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira, hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na akatengezea moto wa jahannam, wa sa'ira, khalidina fiha, watakahumu milele, abadan, al-abad al-abidin, watakahumu khulud wal abadiyya, maneno mawili pamoja, khalidina, wakaa milele, abadan, bila kutoka. La yajiduna waliyan wala nasira, hatupata nini? La wali wala nasir, sawa. La waliyan wala nasira, la hakuna wakumlinda wala wakumnini, wakumtetea, wakumnusuru. Yani hapa tunaona kwamba alwali ni yule mtu anaweza kukukinga, sasa akachukua pawa yake kwa kuweza kuzuia, na yule anakuja basi tunaomba mnusuru nani, tuko maombi tu, la hawa, hakuna yote, tutakuwa na tesa watu kwenye moto bila yote kuwashughulikia. Kwa hivyo hapa anasema nini? La yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar,
yauma tuqallabu wujuhum fi an-nar, si kwamba utakuwa nyuso zao zina nini, zinabadilishwa kigeuka huko, yauma tuqallabu wujuhum fi an-nar. Naam, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Nyuso zao zitapinduliwa katika moto. Yaquluna, watasema ya laitana, laiti sisi, ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula, ya laiti tungelikuwa tumemtii Allah na tumemtii mjumbe wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقالوا hajamtii Mwenyezi Mungu wala mtume wake, watakuwa wamesini. Waqalu rabbana, watasema rabbana, ya Mola wetu, inna ata'na sadatana wa kubaraana, tumeatii mabwana zetu na wakubwa wetu, sasa hawa ndio fa adalluna sabila, hawa ndio wametupoteza njia. الضلال والغواية غاوون حيوت مجرمون فأضلون السبيل وكتبوتيذا. هما كذا نسمع ربنا آتيهم ضعفين، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب، يا مولا يتوابي عذاب دبل مرمبيلي، ولعنهم لعنا كبيرا، نولاني لعنة كبوة كبيسة وتوقت كالحمزاكم، ولعنهم لعنا كبيرا. hivi ndivyo wanasema. Kwa hivyo kusema kwao huku kutasaidia kitu, hamaki zao tena pale chochote tena, basi Mola nao wacha adhabu zaidi. Na ukienda katika sura Fussilat Al-Mzida utakuta aya inasema nini? Waqala alladhina kafaru, na wale waliokufuru wanasema nini? Rabbana, ewe Mola wetu. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. هجسم الذين ولينباو كسم الذين وليويدي، الذين والذين تفوتين، الذين وينجي ولينباو وينجي، الذين وليويدي، الذي موجة وكيومي، التي موجة كيكي ولينبايه، اللذان ينبقوا في صيغة فاعل متنداجي، لكن متندوا في مفعول اللذين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين، تونشوا لعينا بيدي ولوبي أضلنا يقولكم موجة، أضلونا واو وينجي ومتبوتيزا، أضلانا وويلي ومتبوتيزا. نشكوا عين يا جننا عين الإنس، صنف من الجن والثمن لكن خاصة وينجي، لكن عين هزمبيلي. أضلانا ndio kataja sana min aljinni, wametangulizwa mbele kabla al-insi, kwa sababu ndo huyo insi haja shetani ila baada kutoa pampu na jini, au sio? adhallana min aljinni wal insi. Kwa hivyo aya ya sura Fussilat, waqala alladhina kafaru, wakasema wale kufuru, rabbana, ya Mola wetu, arina, tuoneshe, alladhaini, wale wawili, adhallana, walipoteza wote wawili, majini na insi na binadamu, adhallana aljinni wal insi, naj'alhuma tahta aqdamina, tuajalie tuweke chini ya nyayo zetu, chini ya mguu wetu, yani tuwakanyage, tuwaponde wanaostahili, hao ndio tupoteza, ndio wajitetea hapo. Tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin, ili wadidimiwe watu wa chini kabisa katika darki al-asfali min an-nar, min al-asfalin. Kwa hivyo hawa, ukitazama ayati ziko nyingi, hii mifano miwili tu kutoka katika aya mbili, sura Luqman na sura Fussilat, kuonesha kwamba malumbano haya watapokaa kapigizana kelele wenyewe, lakini wayandamuna, na huko wanajuta, haithu la yanfa'u nadam, wakati majuto hayasaidii kitu katika hali kama hii. Sawa? Kwa hivyo hapa, fa innahum yawmaidhin fil adhabi mushtarikun, siku hiyo watakuwa wako wakishirikiana katika adhabu. Naam. Na huko ndio mtindo utakaokuwa hivyo hivyo wanapokuwa ndani kule, wanapokutana, bali hata mtindo ambao walikuwa wazee wetu wa zamani wao ndio tupoteza.
wao wameanza masanamu ndio wakatochea toka mzee wakati wa Nuh huko watu wakaanza kufanya Wadda wa Suwaa wa Yaghutha wa Yauqa wa Nasra masanamu watano kuabudu mtindo kuabudu masanamu kutengeneza sanamu na kuabudu kaendelea babake Nabii Ibrahim au ami yake itakayokuwa Azar alikuwa pia katika watengenezaji sanamu na ikaendelea mpaka kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvunja masanamu yote na masanamu mpaka leo inaabudiwa hajasita. Kwa hivyo inapokuwa hata picha katika aya inapokuja ikasema kullama dakhalat ummatun kila umma wa umma mbalimbali kaum mbalimbali zilizopita kullama dakhalat ummatun katika moto kila kitumbukiza motoni la'anat ukhtaha wala nini umma wengine. Subhanallah, imetumika akh, inama almu'minuna ikhwa akhwan. Al-ikhwa haina maana wanaume tu, bali wanaume na wanawake wote ikhwa, madhara wameamini wa wote kama ni ndugu. Inama almu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ndugu zenu, sio la'allakum turhamun, huenda mkapata rehema za Mwenyezi Mungu mkarehemewa. Imetumika akhwat ukht bimaana kwamba nini, ishatumika akh kwa wanaume kwa wanawake watu wa peponi, ukht imetumika kwa nini wanaume na wanawake watu nini kwa umma mzima wa kila nia. Kwa hiyo hapa sasa kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, kila umma ikiingizwa katika nini walani umma wakadala walikuja kabla yao. حتى إذا اداركوا فيها حتى إذا اجتمعوا ونبقسنك فيها جميعا وارتفموجا قالت أخراهم لأولاهم وليومشوا وليومبيوا وليومانزوا واسمع فتح زواب ببزاء جدادنا ناسيوا قالت أخراهم لأولاهم وليومشوا wanaambia mwanzo nyinyi ndio kumbe kwanza mkachonga masanamu mkametupitia hizi mpaka zikafika kwetu. Qala tukhrahum liulahum rabbana haula ya rab haula inona wa adalluna, hao ndio tulipoteza. Tukaona sisi wazee wetu katika haki, kumbe ndio tulipoteza. Rabbana mola wetu haula adalluna, hao ndio tulipoteza. فآتهم عذابا ضعفا وبين عذاب يدبل مردوف من النار katika moto. Mwenyezi Mungu anabakala likulli dhaifa, wana nyote mtapata dabal likulli dhaifa, nyote mtapata nini dhaifu dabal, walakin la ya'lamun, hajui. Kwa hivyo inshallah tasfita katika hizi inshallah tuendelee kesho. هذا والله أعلم.